Samia Suluhu Hassan amefunguliwa mashtaka katika Mahakama ya Kimataifa ya Uhalifu, yani ICC. Na mashtaka hayo yamefunguliwa dhidi yake yeye kama amiri jeshi mkuu wa majeshi ya ulinzi na usalama ya nchini Tanzania. Kwa hiyo mashtaka yaliyofunguliwa dhidi yake yanahusu uhalifu dhidi ya binadamu, na uhalifu huo dhidi ya binadamu unajumuisha matukio ya kinyama kama mauaji ya maelfu ya raia, ukatili dhidi ya waandamanaji, utekaji pamoja na mateso dhidi ya raia wasio na hatia. Kwa hiyo wanasema kesi hiyo imefikishwa katika Mahakama ya Kimataifa ya Uhalifu ICC, na tuhuma dhidi ya Samia ni kwamba yeye kama amiri jeshi mkuu ndiye aliyeidhinisha hayo yote aliyofanya, ikiwa ni pamoja na mauaji, ukatili dhidi ya waandamanaji, utekaji pamoja na mateso kwa raia wasio na hatia. Sasa mlalamikaji mkuu katika kesi hii ni wakili maarufu kabisa wa kimataifa anayefahamika kwa jina la Juan Carlos Gutierrez. Huyu ni wakili katika hii mahakama ya ICC. Yaani kama vile mahakama kuu kuna kuwaga na wale mawakili ambao wanafanya kazi katika mahakama kuu. Kwa hiyo huyu ni wakili ambaye anafanya kazi katika hii mahakama ya ICC. Na yeye anaziwakilisha familia za waathiriwa wa huo unyama uliofanywa na unaoendelea kufanywa na Samia Suluhu Hassan. Ifahamike kwamba kwa mujibu wa takwimu ambazo zinaendelea kupatikana, inadaiwa kwamba idadi ya watu waliokwisha uawa mpaka muda huu inazidi 10,000. Lakini idadi hiyo inazidi kuongezeka kila siku kwa sababu Samia bado anaendelea kutumia vikosi vyake kuwatoa uhai watu mbalimbali. Taarifa kutoka maeneo mbalimbali nchini Tanzania zinaendelea kueleza kwamba vikosi vya polisi pamoja na watu waliovalia kiraia lakini wakiwa na silaha wamekuwa wakitembelea majumba mbalimbali na kupiga watu risasi kiholela. Lakini mengine ambayo tumeyafahamu kuhusiana na hii operation ya kinyama ni kupitia taarifa iliyorushwa na kituo cha runinga cha CNN majuzi, ambapo imefahamika kwamba baadhi ya waliouawa walifika hospitali wakiwa mahututi, lakini askari hao wauaji waliwakataza madaktari na manesi kuwahudumia hao majeruhi na badala yake wakawasukumia katika vyumba vya maiti. Kwa hiyo kuna idadi kubwa ya watu waliofia kwenye mortuaries kwa sababu wahudumu katika hospitali hizo walikatazwa kuwahudumia hawa na badala yake wale watu wakaenda kufia katika vyumba vya maiti. Huu ni unyama ambao kwa hakika hauelezeki, lakini bila shaka hatua hii muhimu iliyochukuliwa itawezesha kukomeshwa kwa matukio haya, kwa sababu kama ilivyoeleza awali bado hizi harakati za kuwatoa watu hai zinaendelea mpaka muda huu. Kwa hiyo katika hii hati ya mashtaka imeelezwa kwamba ukatili unaotekelezwa umekuwa ni wa kimfumo, umeratibiwa na unahusisha matumizi ya sheria za ndani ya nchi. Yaani kwamba haya yanayotokea sio kama yanatokea tu kwa bahati mbaya kama genge la watu linafanya tu vitu, hapana, bali kuna utaratibu ambao umeratibiwa, lakini pia kuna sheria zinatumika. Kama mnavyofahamu, wakati mwingine unaambiwa mtu amepotea siku kadhaa, baadaye polisi wanajitokeza kusema tunamshikilia huyo mtu, alafu anakaa naye pengine wiki mbili. Mtu anapotoka unaambiwa alibakwa au aliteswa na vitu kama hivyo. Kwa hiyo sheria zinatumika, lakini sio kwa ajili ya kutenda haki, bali kwa ajili ya kukandamiza haki. Kwa hiyo wakili huyo anabainisha kwamba muundo wa mashambulizi pamoja na kurudiwa kwa mifumo ya mabavu unathibitisha uwepo wa kampeni iliyoratibiwa rasmi dhidi ya makundi mbalimbali katika jamii, na makundi hapa yanayozungumziwa ni pamoja na wanasiasa wa vyama vya upinzani, hususan Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema, ambacho ndio kimekuwa kikilengwa zaidi. Lakini upande mwingine walengwa wengine ni wanaharakati, lakini katika siku za hivi karibuni takriban kila mtu ambaye hata kama akihisiwa tu anaweza kuishia kutekwa au kubakwa au kulawitiwa au kuuawa kabisa. Vile vile wakili huyo
ameeleza kwamba mashambulizi hayo yanajumuisha mauaji, utekaji, mateso, ubakaji na ukandamizaji wa hayo makundi uliyoyaeleza. Pia wakili Guterres ameeleza kwamba sababu ya kuipeleka kesi hiyo ICC, kwa hiyo hapa anajenga msingi wa kisheria kwamba kwa nini kesi hii inastahili kusikilizwa katika mahakama hiyo ya kimataifa, ni kwamba mamlaka hii ICC ina mamlaka juu ya shauri hilo kwa sababu Tanzania ni mwanachama wa mkataba wa Roma, mkataba ambao ndio msingi wa uendeshaji wa mahakama ya kimataifa ya uhalifu. Kadhalika, hati ya mashtaka inaeleza kwamba matukio yaliyotajwa yalifanyika ndani ya ardhi ya Tanzania, kwa sababu huwezi kwenda kushtaki kitu ambacho kimefanyika nje ya ardhi ya nchi husika. Vile vile katika hati hiyo mimi binafsi nimeiona hii hati ya mashtaka, ni mashtaka mazito na ushahidi uliomo ni mkubwa, na kwa hakika ni kesi nzito. Hati ya mashtaka ina kurasa 85. Na pia imeambatana na ushahidi kadhaa, ikiwa ni pamoja na video, picha na ushuhuda kutoka kwa waathirika, watu walioathiriwa na hivi, baadhi ya walioathiriwa na hivi vitendo vya unyama. Na ushahidi huo unaonyesha matukio ya mauaji ya watu wengi kama yalivyoripotiwa kutokea wakati na baada ya uchaguzi hiyo tarehe 29 ya Oktoba ya mwaka huu. Pia katika mashtaka imeelezwa kwamba mtandao wa internet ulizimwa, na hatua hiyo ya kuzima mtandao wa internet ilitumika na hivi vyombo vya dola kwa sababu kuu mbili. Kwanza ilikuwa ni kudhibiti taarifa kati ya waandamanaji, lakini pia taarifa kutoka Tanzania kwenda nje ya nchi kuhusu kinachoendelea. Lakini zaidi kuzima huko kwa mtandao kulitumika sana katika utekelezaji wa mauaji ya maelfu ya watu. Taarifa zinaeleza kwamba wakati mtandao umezimwa ndipo maelfu ya mauaji yalitokea. Kadhalika mashtaka hayo yanaeleza kwamba hiki kilichotokea Oktoba 29 na kinachoendelea kutokea sio kitu isolated, yani kwamba sio tukio la kipekee yake, bali hii ni mwendelezo wa ukatili ambao umekuwa ukifanywa na Samia Suluhu Hassan pamoja na vyombo vya dola. Na hapa imeeleza kwamba pamoja na matukio ya utekaji, vile vile baadhi ya wanasiasa wa vyama vya upinzani walikuwa wakizuiliwa kufanya shughuli zao za kisiasa. Lakini vile vile pia hapa imegusia kuhusu swala la Wamasai. Kama mnakumbuka, mwanzoni tu baada ya Samia Suluhu Hassan kuingia madarakani, moja ya jitihada kubwa alizofanya ni kuwahamisha Wamasai. Kwa hiyo mwanasheria huyu, wakili huyu amelijumuisha pia swala hilo kuhusu hawa Wamasai ambao walihamishwa kutoka katika ardhi yao kwa nguvu, na baadhi ya mbinu zilizotumika dhidi ya Wamasai zilikuwa za kinyama, kwa sababu huduma za elimu, huduma za afya na huduma nyinginezo muhimu zilisitishwa katika maeneo yao ili kuwalazimisha hao Wamasai watoke katika lengo lilikuwa ni kuwaondoa uhai, kwa sababu unapomnyima mtu huduma muhimu zinazowezesha uhai, maana yake unajaribu kulazimisha kumtoa uhai katika maisha yake. Na jingine ambalo limejumuishwa katika mashtaka haya ni kwamba kabla ya kufanyika uchaguzi, kabla hiyo Oktoba 29, tayari ripoti zilikuwa zinaonyesha kuwa zaidi ya watu 200 walikuwa wametekwa. Kwa hiyo mashtaka haya yanajumuisha pia idadi hiyo kwamba zaidi ya watu 200 walikuwa wametekwa. Na picha ambayo inatengenezwa katika kesi hii ni kwamba kilichojiri Oktoba 29 na ambacho kinaendelea kujiri mpaka sasa sio kitu ambacho kimetokea tu ghafla, ni kitu ambacho kimepangwa kwa muda mrefu, na ndio maana unagusia kuhusu mwanzoni kabisa mwa utawala wa Samia Suluhu Hassan kuhusu swala la Wamasai kule Ngorongoro, jinsi walivyofanyiwa usumbufu mkubwa, ikiwa ni pamoja na kuwanyima huduma za msingi kwa maisha yao, lakini pia mlolongo wa matukio ya utekaji ambayo yameendelea kwa muda mrefu, na hatimaye kwenye hili la Oktoba 29 hadi hivi sasa. Na kama nilivyosema awali, kwa mujibu wa taarifa kwa mujibu wa takwimu za hivi karibuni, inaelezwa kwamba takriban watu 10,000 wameuawa na hiyo kampeni inayoendeshwa na Samia Suluhu Hassan. Kwa hiyo hati hiyo imepokelewa kwa
hamasa kubwa na mashirika mbalimbali ya kimataifa. Yani hii hati ya mashtaka imepokelewa kwa hamasa kubwa na mashirika mbalimbali ya kimataifa ambayo yamekuwa yakifuatilia nini kinachoendelea nchini Tanzania, ikiwa ni pamoja na Umoja wa Mataifa, taasisi ya Human Rights Watch pamoja na Amnesty International, ambao kwa pamoja wamelaani kwa yote ambayo yamekuwa yakiendelea nchini Tanzania, na wametoa wito kwa ICC kuhakikisha kuwa inachukua hatua za haraka ili kesi hii iende haraka itakavyowezekana na haki iweze kupatikana. Kwa mujibu wa hati ya mashtaka, makundi mbalimbali ya waathiriwa wakiwemo wanasiasa, wanaharakati, wanahabari na pamoja na hizi jamii za asili kama Masai wamehesabika kuwa ni wahanga wa moja kwa moja wa matukio ya unyama yanayofanywa na Samia Suluhu Hassan. Na maelezo yanabainisha kuwa sehemu kubwa ya matukio haya yalifanyika kimya kimya kupitia operesheni mbalimbali za kiusalama pamoja na sheria kama za kidijitali, sheria za makosa ya mtandao pamoja na sheria nyingine ambazo lengo hasa zilikuwa ni kuwakandamiza wananchi wa Tanzania. Sasa hili limejiri wakati mzuri kwa sababu litasaidia kuhusu maandamano yanayopangwa kufanyika hapo Disemba 9, siku ya uhuru na jamhuri, hiyo Disemba 9 mwaka 2025, ambapo kumepangwa kufanyika maandamano mengine. Ameshuhudia serikali inahangaika katika kujaribu kukabiliana na haya kwa sababu inafahamu dunia nzima inaitupia jicho Tanzania, nini kitakachofanyika. Lakini pia hii kesi inaweza kupata ushahidi mwingine muhimu endapo Samia ataamua tena kutumia mabavu kama alivyofanya hapo Oktoba 29 na kuendelea. Je, una maoni gani kuhusiana na hili? Karibu tuwe maoni hapo chini kwenye comment. Asanteni na kwa